الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، leo ni tarehe 24 ya mwezi wa Jumada Thania, sawa na tarehe mwezi mwaka 1447 Hijria, sawa na tarehe 14 ya mwezi wa 12 mwaka 2025 miladia. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في شرحه على الأصول الثلاثة: لا ينكر البعث إلا كافر. hakuna anayepinga kufuliwa isipokuwa kafiri. Makafiri ndio wanaopinga kufufuliwa baada ya watu kufa. ولقد أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم به على البعث. Allah subhanahu wa ta'ala alimwamrisha mtume wake sallallahu alaihi wasallam kuwapa jambo hili la kufuliwa, aape. Faqala qul bala wa rabbi latub'athun thumma latunabba'unna bima amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir. لما قال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، walidai makafiri kwamba hawatafufuliwa. قال تعالى قل بلى وربي لتبعثن، waambie kwa nini na apa kwa Mola wangu mtafufuliwa. thumma latunabba'unna bima amiltum, kisha mtaelezewa yale mlioyafanya duniani. Wadhalika ala Allahi yasir, na hilo kwa Allah ni jepesi. Qala Sheikh Al-Fawzan hadhihi al-aya ihda al-ayati ath-thalath allati amara Allahu nabiyahu fiha an yuqsima ala al-ba'th. Hii ni aya moja katika aya tatu, aya ambazo Allah subhanahu wa ta'ala alimwamrisha mtume wake aape juu ya jambo hili la kufufuliwa. Hii ni moja katika aya hizo. Al-ayatul ula, aya ya mwanzo, fi surati Yunus: wayastambi'unaka haqqun hu qul i wa rabbi innahu la haqqun wama antum bimu'jizin. Aya ya mwanzo ni hii, wayastambi'unaka ahaqqun hu, watakutaka habari, je, ni haki hiyo kufufuliwa? Ni kweli kwamba watu watafufuliwa? Qul i wa rabbi, waambie naam, ndiyo na apa kwa Mola wangu, innahu la haqqun, kufufuliwa ni haki, wama antum bimu'jizin, na hamkuwa nyinyi ni wenye kumshinda Allah. Hii ndio aya ya mwanzo. Allah subhanahu wa ta'ala alivyomwamrisha mtume wake aape jambo hili la kufufuliwa baada ya kufa. Al-ayatu thaniya fi surati Saba, aya pili katika suratu Saba, ambayo pia Allah alimwamrisha mtume wake aape jambo hili la kufufuliwa. Qala ta'ala wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'a, makafiri walisema hakitatufikia kiyama. Qul bala wa rabbi latatiyannakum alimil ghaib, sema kwa nini na apa kwa Mola wangu kitakujieni kiyama. Alimil ghaib, Allah ni mjuzi wa siri. Alimil ghaib, Allah ni mjuzi wa siri. La ya'zubu anhu mithqalu dharratin fis samawati wala fil ardi, halijifichi kwake wizani wa kitu kidogo mbinguni wala ardhini. Wala asgharu min dhalik, wala kidogo zaidi kuliko hicho. Wala akbaru, wala kikubwa. Illa fi kitabin mubin, isipokuwa vyote hivyo viko katika kitabu chenye kuweka wazi kila kitu, al-lawhil mahfudh. Liyajziya alladhina amanu wa amilu salihati, ili awalipe
wale walioamini atawafufua ili awalipe waumini walioamini wakafanya amali njema. Ulaika lahum maghfiratun wa rizqun karim, hao wana msamaha na riziki nzuri. Fallahu amara nabiyahu an yuqsima bihi ala alba'thi wa ala qiyami saa. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala alimwamrisha mtume wake aape kwake juu ya kufufuliwa, wa ala qiyami saa, na pia juu ya kusimama qiyama. Al-ayatu thalitha hiya allati ma'ana fi surati at-Taghabun, aya 3 ambayo pia Allah alimwamrisha mtume wake aape jambo hili la qiyama, la kufufuliwa. Ni hii aya tulionayo ya suratu at-Taghabun, za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu qul bala wa rabbi latub'athun thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: فالحكمة من البعث هي جزاء العباد على أعمالهم. حكمة يكفلوا watu ni kulipwa watu kulingana na amali zao. فالحكمة من البعث هي جزاء العباد على أعمالهم. Hikma ya kufufuliwa watu baada ya kufa ni kulipwa watu kulingana na amali zao. Ndipo Allah aliposema liyajzi alladhina amanu wa amilu salihat ulaika lahum maghfiratun wa rizqun karim. Hii ndiyo hikma ya kufufuliwa watu baada ya kufufuliwa. Si kwamba kufufuliwa tu kisha basi, hapana, unakulipwa sasa, kulipwa kwa zile amali alizofanya mtu duniani. In khairan fa khairun wa in sharran fa sharrun, aljazau min jinsi al-amal. Malipo yatakuwa kulingana na amali za mtu alizofanya duniani. Kama amefanya amali njema, naam, atalipwa wema, pepo. Lakini kama amefanya amali mbaya, malipo yake pia ni mabaya. Wa qawluhu ta'ala latunabba'unna thumma latunabba'unna bima amiltum, ay latukhbaruna bi'amalikum wa tujazawna biha, mtaelezewa amali zenu mlizozifanya na mtalipwa kulingana na amali hizo. Al-imanu bir-rusul, kuamini mitume. Katika nguzo 6 za imani, kuamini mitume wa Allah. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. Allah amewatumiliza mitume wote hali ya kuleta habari za furaha kwa wenye kuamini na hali ya kuwahofisha wenye kuwakadhibisha mitume hao. Wadalilu qawluhu ta'ala: rusulan mubashirina wa mundhirin lialla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu azizan hakima. Rusulan mubashirina wa mundhirin, Allah ametumiliza mitume hali ya kuleta habari za furaha kwa wenye kuamini, wa mundhirin, na wenye kuleta habari za kuhofisha kwa wale waliokadhibisha. Lialla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul, isije ikapatikana kwa watu juu ya Allah hoja yoyote baada ya kutumilizwa mitume. Mitume ameletwa kwa ajili ya kutusimamishia hoja, ili tusiwe na hoja tutakayoitoa kwa Allah kwamba sisi ilikuwa hatujui tauhid, hatujui shirki ni nini. Mitume ameletwa ili watusimamishie hoja, tusiwe na hoja tena. Lialla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu azizan hakima, na Allah azza wa jalla ni mwenye nguvu, mwenye hikma. Qala Sheikh al-Fawzan hafidhahullah: al-imanu bir-rusuli huwa ahadu arkanil imani sita. Kuamini mitume ni moja katika nguzo za imani 6. Al-imanu bir-rusul huwa ahadu arkanil imani 6.
kuamini mitume ni moja katika nguzo za imani sita. Qala sallallahu alaihi wasallam, al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa sharrihi. Hizi ni nguzo za imani sita: kumwamini Allah na kuamini malaika wake na kuamini vitabu vyake na kuamini mitume wake na kuamini siku ya mwisho na kuamini qadar, khairihi wa sharrihi, khairi zake na shari zake. Idhan fal-imanu bir-rusul huwa ahadu arkanil imani. Kuamini mitume ni moja katika nguzo za imani sita. Fala budda min al-imani bir-rusuli jami'ihim, lazima kuamini mitume wote. Fala budda min al-imani bir-rusuli jami'ihim, lazima kuamini mitume wote. Min awwalihim ila akhirihim, kutoka mwanzo wao mpaka wa mwisho wao. Faman jahada rasulan wahidan minhum fahuwa kafirun biljami', anayempinga mtume mmoja tu katika wao, huyu amewakufuru mitume wote. Faman jahada rasulan wahidan minhum fahuwa kafirun biljami', anayepinga mtume mmoja tu katika mitume wa Allah, yeye mtu huyo amewakufuru mitume wote. Kama qala ta'ala, innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lilkafirina adhaban muhina. Allah anasema wale wanaomkufuru Allah na mitume wake, wayuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusuli, na wanataka kufarikisha baina ya Allah na mitume wake. Wayaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd, na wanasema tunawaamini baadhi ya mitume na tunawakufuru baadhi nyingine. Wayuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila, na wanataka kufanya baina hayo njia ya kuwaamini baadhi ya mitume na kuwakufuru wengine. Ulaika humul kafiruna haqqan, hao ndio makafiri wa haki. Wa a'tadna lilkafirina adhaban muhina, na tumewaandalia makafiri adhabu yenye kuwadhalilisha. Fala budda min al-iman bi jami'i rusuli min awwalihim ila akhirihim, lazima kuwaamini mitume wote kuanzia wa mwanzo mpaka wa mwisho. Ndio maana katika Qur'ani utaona kadhaba ashabul aikatil mursalin, watu wa Aika wamewakadhibisha mitume wote. Sasa wamemkadhibisha mtume wao mmoja tu, lakini njoo wamewakadhibisha wote. Mayahudi wao wanamkadhibisha Nabii Isa, Manasara nao wanamkadhibisha Mtume Muhammad SAW. Hawa ni kwamba wamewakadhibisha mitume wote. Ukimkadhibisha mtume mmoja, ndio umewakadhibisha wote, mitume wote wa Allah azza wa jalla. Kwa Manasara hao wa Kristo wanamkadhibisha Mtume Muhammad SAW, na ndiye mtume wa mwisho. Huyo mtume wao Isa pia hawajamwamini kwa kumkadhibisha Mtume Muhammad, wamemkadhibisha mpaka huyo Nabii Isa pia. Wasijitie Yesu, hawajamwamini kwa vile wamemkadhibisha Mtume Muhammad, huyo Yesu pia wamemkadhibisha. Kadhaba ashabul aika al-mursalin. Qala Sheikh al-Fawzan, man samma Allahu minhum fi kitabihi wa man lam yusammi, lazima kuamini mitume wote kutoka wa mwanzo wao mpaka wa mwisho wao, aliyowataja Allah katika Qur'ani kitabu chake na asiyowataja kwa majina. Wote lazima kuamini. Kuna wengine hawakutajwa katika Qur'ani, wametaja takriban 25 tu katika Qur'ani, wengi hawakutajwa.
lazima kuwaamini hivyo hivyo hata kama Allah hajawataja majina yao. Qala fa inna ar-rusula kathirun, kwani mitume ni wengi. Walihadha jaa fi al-hadith anna adadahum 124,000. Imekuja katika hadithi sahihi kwamba idadi ya mitume wote ni 124,000. Idadi ya mitume wote 124,000, 124,000. Ar-rusulu min dhalik 315 jamman ghafira. Rusul katika wao ni mitume 315 rusul, waliobaki ni anbiya. Ar-rusul 315 jamman ghafiran, kundi kubwa la mitume wa Allah azza wa jalla. Fahum rusulun kathirun, kwa hao ni mitume wengi. Minhum man samma Allahu fi kitabi, katika wao kuna ambao Allah amewataja kwa majina yao katika kitabu chake. Wa minhum man lam yusammi, na kuna katika wao ambao Allah hajataja majina yao. Fayajibu alaina al-imanu bijami'ihim, ni wajibu juu yetu kuwaamini wote waliotajwa na wasiotajwa. Min awwalihim ila akhirihim, kuanzia wa mwanzo wao Nuh alayhi salam mpaka wa mwisho wao Muhammadun sallallahu alayhi wa ala jami'i ar-rusul. قال شيخ الإسلام وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. ومنزواه نوح عليه السلام ومشواه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. Sisi tumekupa wahi wewe kama tulivyompa wahi Nuh na mitume wengine baada yake. Al-aya. Aya inaendelea, wa auhaina ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbat wa Isa wa Ayyuba wa Yunus wa Haruna wa Suleiman وآتينا داود زبورا. إذن ذكر الله جملة من أسمائهم في هذه الآية. Allah ametaja jumla ya majina hayo ya mitume katika aya hii, kama dhakara jumlatan min asmaihim fi ayati al-an'am, kama alivyotaja jumla ya majina ya mitume pia katika aya ya suratul an'am. Wa min dhurriyyatihi Dauda wa Sulaimana wa Ayyuba wa Yusufa wa Musa wa Harun ila akhiril ayat. Hawa ni mitume ambao wametajwa majina yao, lakini kuna mitume wengi ambao Allah hajawataja majina yao. Wajibu wetu ni kuwaamini wote hao. La nufarriqu baina ahadin min rusuli, hatufarikishi baina ya mtume yoyote katika mitume wao, wote tunawaamini. Lakini Mayahudi, Manasara wanaamini basi mitume wao. Mayahudi wanamwamini Nabii Musa peke yake, Manasara wa Kristo wanamwamini Isa peke yake, mitume wengine wote wanakadhibisha. Kwa hiyo hata hao mitume wao Musa na Isa pia hawajawaamini, kwa vile wamekadhibisha mitume wengine. فأولهم نوح عليه الصلاة والسلام, ومنذ ومتومه نبي نوح عليه الصلاة والسلام بدليل قوله تعالى والنبيين من بعده, na mitume wengine waliokuja baada yake. بعثه الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين. Allah subhanahu wa ta'ala alimtumiliza Nabii Nuh kwa jamaa zake walipopetuka mpaka kwa watu wema. Hawa jamaa zake ghalau fi salihin,
ba'da an kana an-nasu ala dini at-tauhid منذ آدم عليه السلام ila 10 qurun wa hum ala at-tauhid, baada ya watu kuwa juu ya dini ya tauhid tangu nabii Adam alayhi salam mpaka karne 10. baina Adam wa Nuh alayhi salatu wassalam karne 10 watu wako katika tauhid, wanampokesha Allah subhanahu wa ta'ala bila kufanya ushirikina, wa hum ala at-tauhid. Falamma jaa qaumu Nuh, walipokuja watu wa Nuh, jamaa wa Nuh, kana fihim rijalun salihun, kulikuwa na watu wema katika jamaa wa Nuh, kulikuwa na watu wema. Falamma mata haulai salihun hazinu huznan shadida, walipokufa hawa watu wema wa qaumu Nuh walihuzunikiwa, waliwahuzunikia jamaa zao wengine huzuni kubwa. Fantahaza ash-shaytanu hadhihi al-fursa, shetani akachukua fursa hii ya huzuni yao, shetani akapata fursa ya kuwaghuru hawa waliowahuzunikia hao watu wema waliokufa. Fantahaza ash-shaytanu hadhihi al-fursa, shetani akachukua fursa hii ya huzuni zao. Waqala lahum, akawaambia hawa, sawiru suwara haulai salihin, pigeni picha za hawa watu wema, wansibuha ala majalisihim, zisimamisheni katika zile majalisi zao walizokuwa wakikaa, vile vikao vyao, wekeni mapicha yao, wale waliofariki wale, wekeni mapicha yao. Min ajli idha raaitum hadhihi suwar tatadhakkaruna ahwalahum, kwa ajili mkiona zile picha zao, mkiziona hizi picha mtakumbuka hali zao. Watanshutuna ala alibada, mtakuwa na uchangamfu wa kuwa na ibada mara mnapoziona zile picha zao. Shetani anawaghuru hivyo, wekeni mapicha yao wale waliokufa katika majalisi zile, kila mnapowaona mnapata nashati ya kufanya ibada. Walikuwa watu wema kweli, walikuwa ni watu wema wenye tauhidi kamili wale waliokufa, kanu salihin, walikuwa ni watu wema. Kwa shetani alipoona wamehuzunika sana hawa, wamehuzunikia sana, ndipo akawaghuru, akaambia wekeni picha zao katika zile majalis ili muwakumbuke, ukumbusho, mtapata nashati za kufanya ibada. Faqamu wasawaru suwara haulai almauta, wakawa wamesimama wakaweka mapicha ya hao waliokufa. Wanasabuha ala almajalis, wakasimamisha mapicha hayo katika zile majalis zao walizokuwa wakikaa. Falam tu'bad fi awwal al-amri, hazikuabudiwa picha hizo mwanzo wa jambo lenyewe, hazikuabudiwa, ziliwekwa tu zile picha zao. Falam tu'bad fi awwal al-amri liwujudi al-ulama'i alladhina yubayyinuna lin-nas at-tauhida, kwa kuwepo kwa maulama wanaowawekea wazi watu tauhid, wayunkiruna shirka, na wanaopinga ushirikina. Kwa pale hazikuabudiwa picha hizo kwa sababu kulikuwa na maulama wengine wanaowaamrisha tauhid na kuwakataza na ushirikina. Falamma mata alulama, walipofariki maulama hao, wa dhahaba aljilu alawwal, likaondoka lile jili za kwanza, ule umma wa kwanza ukaondoka. Jaa jilun mutaakhirun, likaja jili nyingine lenye kuchelewa. Waqad mata alulama, wakati tayari maulama wao wamefariki. Jaa ash-shaytanu ilayhim, shetani akawajia tena. Faqala lahum, akawaambia, inna abaakum, baba zenu, ma nasabu hadhihi suwara illa liyabuduha, baba zenu hawakuweka picha hizi isipokuwa walikuwa wakiziabudu, ndio maana wameweka katika majalis. Inna abaakum ma nasabu hadhihi suwara illa liyabuduha, baba zenu hawakuweka picha hizi isipokuwa kwa ajili ya kuziabudu. Wabiha kanu yusqauna almatara, na kupitia picha hizo walikuwa wakiletewa mvua, walikuwa wakinyeshezewa mvua kwa kupitia picha hizi. Wanaziabudu halafu mvua inanyesha. Fazayyana lahum ibadataha, shetani akawapambia
kuziabudu picha hizo, faabaduha min dunillah, wakaziabudu badali ya Allah picha hizo. Hizi picha hizi alizokataza Mtume, hizi ndio picha alizokataza Mtume hizi, kwamba msipige picha. Inna ashadda an-nasi adhaban inda Allah yawm al-qiyamah al-musawwirun. Lakini watu hawaelewi, Waislamu bado tu wana mapicha tu, Waislamu bado tu na picha yao. Kile unapokwenda mapicha, matangazo ya mihadhara mapicha. Hakuna dalili hata moja hakuna dalili hata moja inayosema yafaa kupiga picha. Na kama mtu anayo tuletee, kama mtu ana dalili hiyo atuletee, tutapiga mapicha hapa leo, hapa leo, tutaanza leo kupiga majipicha hapa. Hakuna dalili hiyo. Hadithi zote zinakataza picha. Sasa sababu ya kukataza mapicha ndio hii ndio sababu kubwa ya kukataza picha. Walifanya ushirikina kwa mapicha haya, wakaona mapicha haya yanaabudiwa na mvua itanyesha kupitia kuabudu mapicha haya. Qala wa min thamma hadatha shirku fil ardi. Sheikh Al-Fawzan anasema hapo sasa ndipo ukatokea ushirikina katika ardhi. Baada ya mapicha hayo wafanya hawa kaumu Nuh kufanya ushirikina, ndipo ikatokea kumshirikisha Allah katika ardhi. Ilikuwa hakuna ushirikina. Karne 10 za Nabii Adam, baina Nuh wa Adam wa Nuh, karne 10 hakuna ushirikina. Watu wanamwabudu Allah tauhid peke yake. Walipotokea hawa kaumu Saleh na mapicha yao haya, ukaanza ushirikina, wakawa wanaabudu mapicha hayo na kuyaita majina mbalimbali kama atakavyokuja majina hayo. Faba'atha Allahu nabiyahu Nuhan alayhi salatu wassalam yad'uuhum ila Allah azza wa jalla. Ndipo Allah akamtumiliza Nabii Nuh alayhi salatu wassalam, anawalingania watu kwa Allah azza wa jalla, wayarudduhum ila tauhid, na anawarudisha kwenye tauhid, alladhi huwa dinu abihim Adam alayhi salam, ambao ndio dini ya baba yao Adam alayhi salam. Nabii Nuh ikawa anawalingania jamaa zake kwenye tauhid na kuacha ushirikina. Ikateremshwa sura kamili, suratu Nuh. Nabii Nuh akawalingania jamaa zake miaka 1000 kasoro 50. Anawalingania jamaa zake tauhid na kuacha ushirikina miaka 1000 kasoro 50, anawalingania jamaa zake. Lakini walikuwa wakiziba masikio yao, wasisikie da'wa ya Nuh alayhi salam. Inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Walikuwa wanajifunika nguo zao wasisikie da'wa ya Nuh ya tauhid. Qala Sheikh lakinnahum anadu wastakbaru, lakini jamaa zake walifanya inadi, wakafanya kibri, hawakumwamini Nabii Nuh. Waqalu la tadharunna alihatakum wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Wanaambiana hivi, msiwache waungu wenu hawa, endeleeni kuabudu. Wanaambiana hivyo, msimwache waddan wala msimwache suwa wala yaghuth wa ya'uq na nasra. Majina hayo ya mapicha yao, masanamu yao, wakayapa majina haya. Qala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, hadhihi asma'u rijalin salihin, haya ni majina ya watu wema. Hadhihi asma'u rijalin salihin, haya ni majina ya watu wema. Sawaru suwarahum wanasabuha ala majalisihim, walipiga mapicha yao wakayaweka juu ya majalisi zao. Faala bihimul amru, hatimaye mambo yakawa vipi? Ila an abaduha min dunillah, wakayaabudu masanamu hayo na mapicha hayo badali ya Allah.
falamma jaahum Nuh alayhi salatu wassalam wa nahahum an ibadatiha wa amarahum biibadati llah, alipowajia nabii Nuh alayhi salam akawakataza kuabudu masanamu hayo, akawaamrisha waabudu Allah. Qalu, wakasema, la tadharunna alihatakum, wanaambiana msiwaache waungu wenu, la tuti'u Nuhan, msimtii huyu Nuh, wastamirru ala kufrihim, endeleeni huku, wastamarru, wakaendelea juu ya ukafiri wao, wa tughyanihim, na kupetuka mpaka kwao, wa inadihim, na inadi yao wakaendelea hawa kaumu Nuh. قال الشيخ الفوزان هذا أول شرك حدث في الأرض. hii ndio shirki ya mwanzo iliyotokea katika ardhi. Hii ndio shirki ya mwanzo hadatha fil ardhi, iliyotokea duniani. Wa sababuhu as-suwar, sababu yake ni hizi picha. Shirki hii sababu yake ni hizi picha zilizokatazwa na Uislamu. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون. watakuwa na adhabu kali kwa Allah siku ya kiyama ni wenye kupiga mapicha. Kwa kupiga picha ni katika madhambi makubwa, kwa sababu kuna waidi ya adhabu. Kila jambo ambalo lina makamio ya adhabu ni dhambi kubwa. inna ashadda an-nasi adhaban عند الله يوم القيامة المصورون. الحديث في البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة. hawa watakaofanya picha hizi wataadhibiwa siku ya kiyama. yuqalu lahum, wataambiwa, ahyu ma khalaqtum, vipeni uhai hivi mlivyoviumba. Hizi picha zenu hizi zitieni roho sasa, ziwe hai. Nyinyi si mwajifanya mwaweza kuumba nyinyi, hazitieni roho hizi picha zenu. Hao mliowapiga mapicha watieni roho wawe hai. yu'maruna binafkhi ruh fi hadhihi suwar, wataamrishwa watie roho katika picha hizi. Mimbabi ta'jiz wa ta'dhib, hii ni katika upande wa kushindwa, kufanya washindwe, wa ta'dhibi lahum, na kuadhibu, wal iyadhu billah. qala li anna at-taswira wasilatun min wasaili shirki, sababu kupiga picha ni njia moja katika njia za ushirikina. Kama hasala liqaumi Nuh, kama ilivyopatikana kwa hawa kaumu Nuh. Sababu ni mapicha, sababu ya ushirikina wao ni haya mapicha. Lakini watu wa sasa dalili zao, mbona mapicha yanapigwa? Mbona tuona mapicha ya mabarabarani, tunaona mapicha yapigwa, tunaona mapicha yapigwa. Sasa hiyo ndio dalili? Kuona picha ndio dalili? Sio dalili. Dalili tupe aya ya Qur'an au hadithi ya Mtume, hii ndio dalili. Si dalili shekhe kapigwa picha wamfuata. Shekhe ni dalili. Nani kasema shekhe ni dalili? Nani kasema hivyo? Iko wapi hiyo kauli hiyo? Dalili ni Qur'an na Sunna. Naam. fa awwalu rusuli Nuh, kwa mtume wa mwanzo ni nabii Nuh. wa amma khatamu rusuli wa akhiruhum fa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, mtume wa mwisho ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. hakuwa Muhammad ni baba wa yoyote katika nyinyi, katika wanaume wenu, lakini ni mtume wa Allah na ni mtume wa mwisho. Hakuna mtume mwingine baada ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقال صلى الله عليه وسلم وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي, mimi ndio mtume wa mwisho, hakuna mtume mwingine baada yangu.
Waislamu wanatakiwa wawe na taadhimu sunnati nabawiyya, kuadhimisha hadithi za Mtume SAW. Hatuna jambo hilo, taadhimu sunnati nabawiyya, kuadhimisha sunna za Mtume ni kila hadithi sahihi kuifanyia kazi, ndio taadhimu sunna. Kila hadithi iliyo sahihi, iwe ni amri iwe ni makatazo, kuacha makatazo, hadha taadhimu sunna. Kutekeleza amri za Mtume ni taadhimu sunna. Lakini waislamu wengi hatuna hiyo taadhimu sunna, twasoma tu, lakini taadhimu sunna hatuna, na hii ni hatari. Muislamu hatakiwi afanye hivyo, kwamba amri ya Mtume imekuja anadharau, makatazo ya Mtume imekuja anadharau. Hatakiwi muislamu kufanya hivyo, ni hatari kwa muislamu. Idhan wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di fabihi sallallahu alayhi wasallam khutimatir risalatu samawiyya. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ndipo umeishilizwa ujumbe wa mbinguni. Ujumbe wa mbinguni mwisho wake ni Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fala yub'athu ba'dahu nabiyyun ila an taquma saa, hata tumilizwa baada yake mtume wote mpaka kitakaposimama kiyama. Hakuna mtume mwingine. Naam, Nabii Isa atashuka duniani baada ya kupandishwa mbinguni, lakini akishuka, ambapo ni dalili kubwa za kiyama, mwisho wa dunia atashuka kama ni mfuasi wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sheria hii ya Muhammad. Hatashuka kama ni mtume kama alivyokuwa, atashuka kuwa ni mfuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di fabihi sallallahu alayhi wasallam khutimatir risalatu samawiyya fala yub'athu ba'dahu nabiyyun ila an taquma as-saa. Hapata tumilizwa baada yake mtume mwingine mpaka kitakaposimama kiyama. Walakin shari'atuhu baqiyatun ila an taquma as-saa, lakini sheria yake ni yenye kubakia mpaka kitakaposimama kiyama. Hakuna sheria nyingine itakayokuja, ni hii sheria ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dinuhu baqin ila an taquma as-saa kama sabaqa, dini yake pia hii itabakia mpaka kitakaposimama kiyama kama ilivyotangulia. Faman idda'a an-nubuwata ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fahuwa kafir, atakayedai utume baada ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atakayedai utume huyo ni kafiri. Faman idda'a an-nubuwata ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fahuwa kafir, atakayedai utume baada ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam huyo ni kafiri. Wa man saddaqahu fahuwa kafirun billah, na atakayemsadiki huyo pia huyo ni mwenye kumkufuru Allah. Liannahu la nabiyya ba'dahu sallallahu alaihi wasallam, sababu hakuna mtume mwingine baada ya mtume huyu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. وقد ادعى النبوة بعده خلق كثير. Sheikh Al-Fawzan anasema walidai utume baada yake watu wengi. Kuna watu wengi walidai utume baada ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wafadhahumullah, Allah akawafedhehesha. Wa adhhara kadhibahum, akadhihirisha urongo wao. Wa min akhirihim fima na'lamu al-Qadiani, wa mwisho wao kwa tunavyojua ni huyu Qadiani, Ghulam Ahmad al-Qadiani al-Hindi. Huyu ndio mrongo wa mwisho aliyedai utume, lakini kuna waliotangulia wengi. Kule Tanzania kuna mwanamke mmoja alidai utume mwaka uliopita, nadhani alidai utume. Alisikia wapi kama kuna mtume mwanamke? Sijui walimfanya nini watu wa kule, sijui walimfanya nini, sijui alikuwa ni mwenda wazimu yule. Idhan fima na'lamu, huyu Ghulam Ahmad al-Qadiani al-Hindi alladhi kana fil awwal yad'i al-ilma wal ibada, huyu mwanzo ilikuwa kidai ilmu na ibada.
anadai kwamba ana ilmu na anafanya ibada sana. Thumma daa annahu Isa ibn Maryam, kisha pia akadai kwamba yeye ndio Isa ibn Maryam. Thumma daa an-nubuwah, kisha akadai utume. Wal'ana lahu atba'un yusammawna bilqadiyaniyya, sasa hivi ana wafuasi wanaitwa makadiani. Sijui bado wapo hawa? Wapo hawa makadiani, kafara wote ni makafiri hao. قال وقد كفرهم المسلمون ونابذوهم واعتبروهم فرقة كافرة خارجة عن الإسلام. وإسلام wamekufurisha hao, wakawatupilia mbali, wakawazingatia ni kikundi cha kikafiri kilichotoka katika Uislamu. Fahum munabadhun wa mutaradun walillahi alhamdu min biladil muslimin. Hao wametupwa na wamefukuzwa, walillahi alhamdu, katika nchi za Kiislamu wamefukuzwa hao makadiani. Walahum nashatun, wana nashat, lakinna nashatahum yabuu bilfashal, lakini nashati yao inarudi kwa kufeli, hawana ukweli wowote. Hawa makadiani ni makafiri, makadiani ni makafiri. Alhasil annahu la nabiyya baada rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ni kwamba hakuna mtume mwingine baada ya mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Man idda'a an-nubuwata fahuwa kadhab, anayedai utume huo ni mrongo. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'atu hatta yub'atha dajjaluna kadhabun qariban min 30 kulluhum yaz'umu annahu rasulullah. Hakitasimama kiyama mpaka yub'atha dajjaluna kadhabun, mpaka wapelekwe warongo 30, qariban min 30, karibu ya watu 30. Kulluhum yaz'umu annahu rasulullah, kila mmoja anadai kwamba ni mtume wa Allah, mpaka wafikie 30 hao, kuanzia huyu Musailimatul Kadhab, al-Aswadul Insi na wengineo, mpaka kufikia leo watakuja 30 wanaodai utume, wote ni warongo. kadhabuna thalathu dajjalun kadhabun. قال شيخ الإسلام رحمه الله وكل أمة بعث الله إليهم رسولا، كلا أمة أعظم وتملزية متومة من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، kuanzia نبي نوح mpaka Muhammad صلى الله عليه وسلم. يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. mtume huyo anawaamrisha watu kumwabudu Allah peke yake na anawakataza kuabudu taghut. Kila kinachoabudiwa min duni llahi wa huwa radhin ndio taghut, kila kinachoabudiwa min duni llah na kiko radhi ndio taghut. والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. tulipeleka katika kila umma tukapeleka mtume na kuwaambia jamaa zake muabuduni Allah peke yake na jiepusheni na taghut. Qala Sheikh Al-Fawzan almutanabbiuna kathirun, wanaodai utume ni watu wengi. Walakinna Allah yufdhihu amrahum, lakini Allah anafedhehesha mambo yao. Wayakshifu sitrahum, anafungua pazia lao. Wayubayinu khizyahum linnas, anaweka wazi fedheha yao kwa watu. Waman saddaqahum fahuwa kafir, anayewasadiki hao huyo pia ni kafiri. Liannahu mukadhibun lillah wa lirasulihi sallallahu alayhi wasallam, sababu huyo anamkadhibisha Allah, anamkadhibisha mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Wali ijma'il muslimin, pia anakadhibisha itifaki ya Waislamu ala khatmi nubuwati bi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kuishilizwa utume kwa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Qawluhu wa kullu ummatin ba'atha Allahu ilayhim rasula, ay kullu umma minan nas yab'athu Allahu ilayha rasula, kila umma katika watu Allah anaupelekea mtume. Liuqima alhujjata alayhim, ili mtume huyo awasimamishie hoja. Lialla yaqulu ma jaana min bashir wala nadhir,
Wasije wakasema hajatujilia sisi mwenye kutoa habari za furaha wala mwenye kukofisha, hajatujilia. Wasije wakasema hivyo. Ndio maana ya kutumiliziwa mitume, maana ya kuletwa mitume ili watusimamishie hoja, tusiwe na hoja nyingine kwa Allah. Waliqaulihi ta'ala wama kunna muadhibina hatta nab'atha rasula, hatukuwa sisi ni wenye kuadhibu watu mpaka tuwatumilizie mtume awafundishe, awasimamishie hoja. Hapo sasa wakikataa tutawaadhibu na kuwaangamiza. Wama kunna muadhibin hatta nab'atha rasula. Fakullu ummatin min al-umami sabiqa yab'athu Allahu ilayha rasula, kila umma katika umma zilizopita Allah anawapelekea mtume, kama qala ta'ala wa in min ummatin illa khala fiha nadhir, hakuna mtume umma wowote isipokuwa amepita kwao mtume. Wa in min umma illa khala fiha nadhir. Kwa ajili gani? Kwa ajili ya kuwasimamishia hoja. Qala Sheikh hafidhahullah lakin yajibu an na'rifa ma hiya da'watu ar-rusul, lakini lazima tujue ni ipi da'wa ya mitume. Mitume hao walikuwa wakifanya da'wa gani? Da'watu ar-rusuli kullihim min awwalihim ila akhirihim hiya da'watun ila at-tauhid. Da'wa ya mitume wote kuanzia mwanzo wao Nabii Nuh mpaka mwisho wao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hiya da'watun ila at-tauhid, ni kulingania tauhid na kukataza ushirikina. Hiyo ndio da'watul rusul. Da'watul rusuli kullihim min awwalihim ila akhirihim hiya da'watun ila at-tauhid, liqawlihi ta'ala walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Tulipeleka katika kila umma, tukapeleka mtume na kuwaambia muabuduni Allah peke yake na jiepusheni na taghut. Fakullu ma ubida min duni llahi taghut, kila kinachoabudiwa badali ya Allah ndiyo taghut. Masanamu ni taghut, ng'ombe ni taghut, wale mabaniani wanaoabudu ng'ombe ni taghuti ng'ombe huyo. Kama yati fi anwa'i tawaghit anna min anwa'ihim ma ubida min duni llahi wa huwa radin bidhalik kama sayati, kama itakavyokuja katika sampuli za matawaghit. Katika sampuli zao ni kinachoabudiwa badali ya Allah na kiko radhi kuabudiwa. Kila kinachoabudiwa badali ya Allah na kiko radhi kuabudiwa, hicho ndio taghut kama sayati. Famaana qawlihi ta'ala wajtanibu at-taghut, jiepusheni na taghut, ay ijtanibu ibadata al-awthan wal-asnam wal-qubur wal-adriha, hadhihi hiya at-tawaghit. Jiepusheni na kuabudu awthan, masanamu, makaburi, adriha, yale makaburi yaliyojengewa yale na mapazia juu yakafunikwa. Hadhihi hiya at-tawaghit, haya ndio yote ni matawaghiti haya. Jiepusheni kuabudu tawaghiti hizi. فدلت الآية الكريمة على أن دعوة الرسل كلها تتركز على التوحيد من أولهم إلى آخرهم. كآية tukufu inafahamisha kwamba da'wa ya mitume, da'wa yote ya mitume inatia umuhimu tauhid, kuanzia mwanzo wao mpaka wa mwisho wa mitume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanalingania tauhid na kukataza ushirikina, kuabudu taghut. Kwa tawaghit ni kila kinachoabudiwa min dunillah wa huwa radhin. Masufi ukiwaona katika makaburi yao wanavyokuwa na khudhu na khushu, ni zaidi ya kuwa katika sala. Sijui kama mshawaona nyinyi, mimi nishawaona ile khushu walionayo pale katika makaburi na ziara zao, ni zaidi ya khushu hii tulioamrishwa tuifanye kwa Allah. Sasa si ibada hiyo? Si ni ibada nini? Qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Wao wanafanya kwenye ziara za mashekhe wao na masharifu wao, hadhi ya ibada.
قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. hatukutumiliza kabla yako mtume yote isipokuwa tunampa wahi kwamba hapana mola mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa mimi, fa'budun, nipwekesheni mimi kuniabudu. Wa qawluhu ta'ala yunazzilu almalaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an andhiru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Allah huteremsha malaika na Jibril kwa amri yake kwa anaowataka katika waja wake kwamba andhiru, wakhofisheni jamaa zenu kwamba hakuna mola mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa mimi, fattaqun, niogopeni. Fada'watu rusuli kullihim ila tauhid, da'wa mitume wote walingania tauhid wa ifradi llahi jalla wa ala bil ibada, na kumpwekesha Allah jalla wa ala kwa kumwabudu, wanahi ani shirki, na kukataza ushirikina. Hadhihi hiya da'watu rusul, hii ndio da'wa ya mitume. ثم بعد التوحيد تأتي الشرائع من الحلال والحرام. kisha baada ya tauhid ndio inakuja sheria halali haramu, lakini kwanza ni tauhid. Kwa hiyo watu wasilalamike, waislamu wasilalamike ikawa mwezi mzima khatibu anatoa hutuba za tauhid na kukataza ushirikina. Watu wasilalamike hivyo, maana kuna watu wanalalamika kuna watu wanalalamika, malalamishi yao yanakuja pia. Yule khatibu bwana kila akija ni tauhid, kila akija ni shirki na tauhid. Ndio sawa 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 sawa, kutahadharisha watu ushirikina ni sawa sawa, sababu washirikina bado wapo, washirikina bado wapo wengi. Kwa lazima kutahadharishana mambo haya ya ushirikina, kujiepusha na ushirikina ni jambo la lazima, kutahadharisha Waislamu. Ikiwa mitume walikuwa wakiogopa ushirikina, je sisi mitume walikuwa wakiogopa ushirikina, je sisi ni zaidi? Kwa sio vibaya khatibu mwezi mzima anaeleza tauhidi, tunakataza ushirikina, inatakiwa hivyo. Naam. Qala thumma ba'da at-tauhid ta'ati ash-shara'i', kisha baada ya tauhid ndipo zinakuja hizi sheria min al-halal wal-haram. wa tafasilu ash-shara'i' takhtalifu bi ikhtilafi al-umami wa hajati al-umam. Upambanuzi wa hizi sheria unatofautiana kwa tofauti ya umma na mahitaji ya umma. Wayansakhu Allahu minha ma yasha, na Allah anafuta anayoyataka katika hukumu zake. Thumma nusikhat kulluha bi shari'ati al-islam, kisa sheria zote zikafutwa kwa sheria hii ya Uislamu. Sheria ya Uislamu imefuta sheria zote za mitume waliopita. Al-halal wal-haram wal-ahkam wal-ibadat wal-awamir wal-nawahi. Amma al-aslu wa huwa at-tauhid fahadha la ikhtilafa fihi wala naskha. Asili hii ya da'wa ni tauhid, na hakuna tofauti ya mtume yoyote, hakuna ikhtilafu wala haijafutwa hii tauhid. Hadha dinun wahid, hii ni dini moja. Dinur rusuli kullihim min awwalihim ila akhirihim dinun wahidun wa huwa tauhid. Dini ya mitume wote kuanzia wa mwanzo wao Nabii Nuh mpaka wa mwisho wao Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ni dini moja ambayo da'wa yao ni hii tauhid. Kama qala ta'ala likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja, kila mmoja tumemjalia sheria yake na njia yake, lakini dini ya tauhidi ni hii. Mitume wote da'wa yao ni hii tauhidi, dini moja. Qala wa dinu tauhid huwa ibadatu llahi bima shar'a fi kulli waqtin bihasabihi. Dini ya tauhid ni kumwabudu Allah kwa ibada alizoziweka katika kila wakati kulingana na wakati huo. Fa idha nusikha hadha ash-shar'u untukila ila an-nasikhi, ikinasikhiwa sheria hii panagurwa kupelekwa kwenye ile nasikh iliyofuta. Ile iliyofuta ndio inayofuatwa, iliyofutwa haifuatwi tena.
faman asarra wa baqiya ala almansukh wa taraka an-nasikha fa innahu yakunu kafiran billahi azza wa jalla. Anayeendelea akabakia katika ile iliyofutwa akaiwacha hii iliyofuta. Sheria ya Muhammad ndiyo nasikha, imefuta sheria zote. Kwa hiyo anayebakia katika ile iliyofutwa akaiwacha hii iliyofuta anakuwa ni mwenye kumkufuru Allah azza wa jalla, lianna ad-din al-mansukha la yakunu dinan baada naskhihi. Ile iliyofutwa haiwi ni dini tena baada ya kufutwa. Wa inma huwa dinun qabla an yunsakha, ile ni dini kabla haijafutwa. Fa idha nusikha fala yakunu dina, ikishafutwa haiwi tena ile ni dini. Dini ni hii nasikh iliyofuta. Wa yakunu dinu huwa nasikh, inakuwa dini ni hii iliyofuta. Falihadha nasakhat shari'atul islami ma qablaha min ash-shara'i. Kwa hiyo sheria hii ya Kiislamu imefuta sheria zile zilizokuwa kabla yake. Faman baqiya ala al-yahudiyya au an-nasraniyya ba'da bi'thati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fahuwa kafir. Anayebakia katika uyahudi au unasara au Kristo baada ya kutumilizwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huyo ni kafiri anayebakia katika uyahudi na ukristo. Liannahu ya'malu bidinin mansukhin intaha waqtuhu, sababu yeye sasa anatekeleza dini iliyofutwa ambayo tayari wakati wake umeexpire, si ndio? Dini ya Nabii Isa imesha expire, dini ya Nabii Musa imesha expire. Sasa ni hii dini ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila yaumi alqiyama. Hadha huwa ad-dinu an-nasikhu lima qablahu min al-adyan. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.